Habari, leo nataka tuzungumzie kwa nini kuna baadhi ya site ambazo zinakuwa blocked. Kuna level kubwa zaidi ya nchi au duniani, lakini pia kuna levels organizations. Kwa mfano kwa nchini kwetu Tanzania hapa kuna baadhi ya site ambazo zimekuwa blocked, maybe site za ngono hizi na baadhi ya mitandao ya kijamii. Kwa sababu wanavunja sheria za nchi na kila nchi na sheria zake, so ukivunja automatic mamlaka zitakuchukulia sheria na kukufungia usipatikane kwenye eneo lao. So kabla tujasema kwa nini zinakuwa blocked au namna gani zinakuwa blocked, then tuangalie structure. Kwanza kabisa kuna device yako ambayo ni simu au kompyuta. Lakini pia kuna home ISP au mobile, yani kampuni ambayo inakuletea internet. Naweza kuwa unatumia router au line ya simu au maybe ni fiber kwamba umekuwa connected physically kwenye nyumba yako. Lakini pia kuna National Internet Gateway. National Internet Gateway kwa mfano kwa Tanzania hapa tunaita ni mkongo wa taifa, ambao unakuwa control na serikali, then hao ISP wana connect kutokea huko. Lakini pia kuna International Transit Providers. Hadi makampuni makubwa ambayo ndio yanakuwa yana deliver zile content kwenye mabara au nchi, then hizi mamlaka za serikali za nchi husika zinakuwa zina connect kutokea huko. Alafu then baada hapo kwa kuna website kwa mfano wa Facebook au nini. So unapotaka kuifikia Facebook, fikiria kwamba kuna scenario mbili, kuna source, kuna destination. Na source tunasema ni wewe ambao ni device yako, lakini destination ni ile site ambayo unataka kufikia. Na kila upande lazima upite hizi njia ambao kuna ISP, kuna National Backbone, National Internet Gateway na International Transit Provider. So kwenye device kutakuwa kuna hizo njia ambazo ni lazima upite, lakini pia kwenye hii website pia kuna hiyo njia ili uweze kufikia source na destination. So ni kwa namna gani zinaweza zikawa blocked? Kwanza, kila site ambayo inakuwa developed, unapoona labda maybe facebook.com inakuwa ina IP address. Ni lazima kila service ambayo ina run kwenye internet iwe na IP address. Nadhani nishazungumzia hilo nyuma. So unaweza kaangalia video zangu za nyuma na ukaelewa ni kwa nini inapofanya kazi hiyo IP address. Then baada ya kuwa na IP address, unapo request, kwa mfano unapoingia kwenye simu yako unaandika facebook.com, ISP anachukua ile jina na anaangalia IP address, sababu kila service inakuwa ina IP address yake, then ina request kutoka kwenye hiyo IP address kwenye server ya hiyo IP address. Nadhani tumeelewa. Ndio pale unaona Facebook inafunguka na vitu vingine kama hivyo. Then kuna namna mbili ya kublock hizi traffic. Kwanza kabisa kuna njia ya kwanza tunaita DNS blocking, domain name server blocking. Hawa ISP wanakuwa na domain name server zao ambazo zinakuwa zina contain majina yote ya hizo service na IP address. Lakini pia njia ya pili kuna IP blocking, ambao wanakuwa na block direct hizo IP address. Sasa kwenye domain unachokifanya ni kwamba maybe umetype facebook.com, wenyewe wanaomba kwenye DNS server zao ziwaambie facebook.com ina IP address ipi, sababu maybe kwa muda huo hawazijui. So DNS yenyewe itarudisha IP address. Wakisharudisha IP address, wenyewe kwenye firewall zao wanakuwa tayari wamesha identify kwamba hii site imekuwa blocked. Kwa kukuta ile IP address ambayo imekuwa blocked automatic, wanakudeny wewe usipate hiyo service. Ndio maana unaona hizo sites zinakuwa zifunguki. Then njia ya pili ambayo ni IP blocking, wanakuwa na block IP address direct. Hawataki kujua kwamba sijui ina jina gani au nini, tayari wana IP address wanaweza kwa block. Na kupata IP ni rahisi tu. Kwa mfano kama ni Facebook, unaingia tu kwenye, kama una kompyuta, kwa mfano kuna Windows tunatumia CMD, unaandika tu ping then facebook.com utapata IP.
though sometime inakuwa ni ngumu. Nitaelezea kwenye episode inayokuja kwamba inakuwa ni ngumu kiasi gani, kwa sababu hizi service kubwa zinakuwa zinatumia range ya IP addresses kwa sababu zinakuwa zina data centers nyingi, so ni tricky kidogo. Lakini pia mtu mwingine anaweza akasema kwamba maybe mimi sina website, wanajuaje IP address yangu? Kuna watu ambao wamekuwa blocked wakiwa na mobile applications. Waweza wakasema kwamba ni ngumu, lakini sio ngumu, kwa sababu ile mobile application automatic unapoifungua ina request resources kutoka kwenye server, na hiyo server lazima iwe na IP. So wataalamu wa network wanaweza iangalia hiyo traffic na wakagundua IP address ni ipi. So kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani, kinawezekana. Wanakuwa wanaangalia ile tunasema nini, source na destination, kwamba nimefungua hii application, ime request kwenda kwenye maybe backend.swahilicodes.com. So sisi tunachokifanya ni kutafuta ile IP address ya hiyo backend.swahilicodes.com, then tutaipata IP. Tunachokifanya ni kublock ile IP. Na swali lingine ni watu wanauliza kwamba kwa nini nikitumia VPN na naweza nikaipata hiyo site. Jibu ni simple, lakini pia ni complex, kwamba unapokuwa umewasha VPN yenyewe inapoenda ku request kwa ISP, ina request kwa kutumia IP address ya VPN. Yani VPN yenyewe inakuwa ina feature IP address ya destination. Kwa mfano ume request facebook.com, VPN yenyewe inapeleka IP address yake, haipeleki IP ya Facebook. Ndio maana unaona hizi requests kwa kutumia VPN zinakuwa zinapita. Naona. So nadhani wakati ujao utazungumza kwa nini ni ngumu kublock VPN. Inawezekana, lakini pia watu wa VPN pia si wajinga. Wametafuta njia ya kuweza kusurvive ile jambo. So next time tutazungumza kwa nini imekuwa ni ngumu kiasi hicho kublock VPN.